dunia huwezi ukapita salama kama hauna radhi za mzazi wako, na radhi za Mungu zipo kwenye radhi za wazazi. Lazima uwe na radhi za wazazi. Nazi haishindani na jiwe, maji hayapandi mlima. Mama napambana, subiri nikipata nitakuja tu. Aise, utapambana kweli kweli sana, hutofanikiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumerudi hapa kumtembelea mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kupata mwendelezo wa yale madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo tupo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea, naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Januari. Naam. Ndio. Maendeleo. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kipindi kingine tena. Naam. Ndani ya Jawabu TV. Ndani ya Jawabu TV. Mwendelezo ni mzuri. Naam. Na bado pongezi ni nyingi sana. Alhamdulillah. Sema nianze kuzielezea moja kwa moja. Natumalizi. Alhamdulillah. Chukue pia nafasi hii kwa wale wote ambao wanatuma salamu kwamba inawezekana nikisema kila mmoja itachukua muda mrefu, lakini salamu zenu zinafika na kwa kulifanya hilo ili liwe rahisi nimeona pia mjue kwamba linafika, na uthibitisho zaidi kwamba na zimefika. Zimefika alhamdulillah. Salamu zetu hazifiki, kwa hiyo zinafika alhamdulillah, lakini katika uchache nimeona pia hata kwa njia hii itakuwa nzuri zaidi. Naam. Lakini pia watu bado wanaendelea kusema bwana, upatikanaji wa simu kupokea bado kidogo kuna namna haiko vizuri, lakini natumai utaendelea kulifanyia kazi. Na kuna bwana mmoja alinitania akaniambia huenda muda mwingine nataka tutume zawadi. Sasa akipokea mwenyewe kuna ile raha mashaallah, subhanallah, sema tutume alafu ni kweli sahihi kabisa, ni kweli. Ndio angalia pia katika namna ya upokeaji wa simu bado watu wanasema ulifanyie kazi. Kuna mmoja alikasirika kabisa, sasa kama vipi namba muitoe? Subhanallah. Nadhani nimelifikisha hilo na mambo yatakuwa vizuri zaidi. Lakini kabla sijaendelea pia nimekumbuka kuhusiana na swala la grupu. Mwanzoni kulikuwepo na grupu, ndio, na bado lipo, lakini ukaona kwa upande wa pili kuna haja ya kuongeza grupu lingine kwa ajili ya watu kuendelea kujifunza, kwa sababu ulisema kuna madarasa muda mwingine hayawezi kutoka huku lakini anaweza kutoka kupitia WhatsApp. Naam. Kwa hiyo kwa uchache pia tunaomba uwape taarifa kuhusiana na group namba 2. Sawa. Karibu sana. Nashukuru sana Januari, nashukuru. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, awali baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sayyidi sallallahu alayhi wasallam, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa tena huruma yake, pamoja na kwamba tupo ndani ya huruma yake na tunaishi katika huruma yake na kuishi kwenyewe ni huruma yake, lakini hii ya kukaa hapa ni huruma hii pia katika huruma zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu ametupa tena huruma yake, tumeweza kuonana tena kwa mara nyingine na kukutana. Hii ni huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mapenzi yake. Kwa hili tumshukuruni Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Na huo ndio uchache wa kumshukuru Mungu, kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Januari tumekutana tena na lengo haswa ama dhumuni la kukutana ni kuweza kuelimishana masala mbalimbali yanayoihusu hii dunia yetu pamoja na akhera. Ndio lengo kubwa hili la kuweza kukutana. Kwa tutaendelea vile vile na madarasa yetu ambayo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunataraji kutoka kwake atujalie ufahamu haya, tuweze kuwa na ufahamu mkubwa, tuweze kuyafahamu.
na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia huo ufahamu. Amen. Na sisi Mwenyezi Mungu azikunjue ndimi zetu tuseme aliyoyaridhia na yale yatakayowanufaisha watu na kuelimisha ulimwengu, na Mungu atujalie sisi na wao haya tunayofanya yawe ni katika mizani yetu ya kheri. Amen. Na atuhurumie katika hili. Amen. Naam, jambo la kwanza nianze kwanza kabla sijaingia katika darasa na hilo suala la simu bwana. Kiufupi sana niseme kwamba tunalifanyia kazi lakini litakaa vizuri. Okay. Ila binafsi alhamdulillah nashukuru sana kwa kila yule ambaye anathubutu kunipigia simu. Si jambo dogo. Ni huruma ya Mungu hiyo. Kupigiwa simu na mtu si kitu kidogo. Kwa hivyo nathamini mno kila simu ya yeyote yule anayonipigia, iwe ni ya salamu, iwe ni ya nini, chochote kile, sisi kwetu tunakithamini mno sana na ni furaha kubwa mno. Kwa maana hiyo sasa, ikiwa kama kwetu ni furaha na tunamshukuru Mungu kwa hilo, kwa kiasi anachotujalia, hatuwezi tukaliona ni jambo la kawaida. Kwa hivyo nadhani tutaliweka vizuri kwa kuliboresha ili tuweze kuwasiliana kwa wakati. Kwa hivyo hilo alhamdulillah lipo katika matengenezo mazuri zaidi. Okay. Sababu hata mwanzo pia kama utakumbuka, wakati tunaliendesha grupu la awali la WhatsApp, watu walikuwa wakilalamika kwamba muda ni mchache wa kuweza kuwasiliana nao kwa WhatsApp kupitia lile grupu. Lakini tumekuja kuwapa tena grupu hili la pili. Ambapo hili grupu la pili kwanza limechukua muda. Limechukua muda takriban miezi 5 mpaka miezi 6. Mpaka Mwenyezi Mungu kuja kutujalia taufiki ya hili. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tumekuja nalo ikiwa limeboreshwa zaidi. Kwa kila kile ambacho kitakachofanyika. Kwa kila kile ambacho kitakachofanyika. Na hili grupu la pili pia la WhatsApp ambalo tumeliunda ni vile vile kuweza kurahisishiana zaidi kuweza kuyafikisha madarasa kwa watu. Mno. Kwa hivyo ndio lengo na dhumuni pia ya grupu hili la pili. Na kila ambaye atabahatika kuingia katika lile grupu la pili, basi tuna hakika kuna manufaa ambayo anaweza akayapata ziada. Tuna hakika hiyo. Na ambao wapo katika hili grupu la pili ni wale ambao wana dhati ya kujua kabisa, wenye dhati ya kujua. Kwa hivyo tumeliweka hili na tumelileta hili, lakini baada ya kitambo, baada ya muda, na muda wote tulikuwa tukilifanyia kazi. Lakini yote kwa yote tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kututafikishia khairi. Amen. Na tusahilishie haya mambo. Mambo haya yanaenda kwa amri ya Mungu. Na mambo yoyote yanakwenda kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiona jambo limekuwa jepesi, basi Mwenyezi Mungu amelijalia hilo jambo liwe sawa, na kama jambo likawa gumu, basi huenda Mwenyezi Mungu akataka lije kuwa bora zaidi. Sawa, kwa huo muda ambao unapata nalo tabu, Mwenyezi Mungu anazidi kukuandalia mazuri. Mpaka likija kufanikiwa, basi litafanikiwa kwa ukubwa zaidi. Kwa hivyo hayo mawili nimeyatangulizia hivyo. Darasa letu la leo ni nukta ndogo sana ambayo nataka niiseme ama nizungumzie. Sisi Waislamu, Mwenyezi Mungu ametuneemesha kuna Qur'ani, ametuneemesha na Qur'ani, ametuneemesha na vitabu vinginevyo vingi, ametuneemesha na mitume. Mwenyezi Mungu ametuneemesha na kila kitu.
Tuna neema nyingi sana za kuweza kujivuna nazo na kunufaika nazo. Ikiwa kama tutazitumia, basi neema hizo Mwenyezi Mungu ataijalia hii dunia kwa upande wetu, itakuwa sasa ni shamba na tutavuna tutakavyo. Tutavuna tuwezavyo, na kwetu dunia itakuwa nyepesi sana. Mungu anatupenda Januari, na ndio maana akaturahisishia katika vingi mno. Lakini ule udhaifu wetu wa kibinadamu umetufanya haya mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameturahisishia tuyafanye kuwa ni magumu. Tumeyafanya haya mambo kuwa ni magumu. Sasa ipo nukta leo ndogo ambayo nataka tuizungumzie. Hii inaweza ikatunufaisha kwa asilimia kubwa sana, Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Nukta yangu ya leo ni wazazi. Katika neema kubwa sana ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa, ametupa neema kubwa sana, ni neema ya wazazi. Wazazi ni kitu ambacho thamani yake na utukufu wake hausemeki. Lakini huenda leo kuna jambo ambalo linaweza likawa geni kwenye masikio ya kila atakayesikia juu ya wazazi. Hii dunia Mwenyezi Mungu ameisalitishia katika mikono yako Januari. Lakini vipi kwa mwanao? Hivyo hivyo Mwenyezi Mungu ameisalitishia katika mikono yangu, lakini kwa mwanangu, ili mwanangu hii dunia kwake iwe nyepesi ni mimi, na ili kwa mwanangu dunia hii kwake iwe nzito ni mimi, na hivyo hivyo hata mimi hii dunia ili kwangu iwe nyepesi ni wazazi wangu. Wewe na kila anayetusikiliza na kututizama, nukta hii ya wazazi katika vipengele muhimu ambavyo tumevisahau na tunaviacha ni kipengele hiki cha wazazi. Hakuna salama katika hii dunia kama si wazazi. Hakuna salama, na wala hakuna salama akhera kama si wazazi. Ili tuweze kupata salama ya dunia na akhera ni wazazi, yaani baba yako na mama yako. Hata aliyesimama katika ile nafasi ya mzazi, ikiwa ni mlezi aliyekulea ingali huko bado mdogo mpaka hapo ulipofikia, ndiyo mafanikio yako hakika ya hii dunia na akhera. Mtume Muhammad SAW anasema ridhaa ya Mwenyezi Mungu ipo katika ridhaa ya wazazi wawili. Hasira za Mwenyezi Mungu zipo katika hasira za wazazi wawili. Ukitaka upate rehma na radhi za Mwenyezi Mungu, basi mwanzo ujue radhi za Mungu zipo katika radhi za wazazi wawili. Lazima wazazi wakuridhie. Na hapa ili mzazi akuridhie, si kwamba mzazi afurahike tu juu yako. Sawa? Si kwamba mzazi tu akufurahikie. Hapana. Kwa sababu kuna wazazi hana maadili. Ni mzazi lakini hana maadili, hana dini, lakini mzazi.
Na ukumbuke radhi za Mungu zipo kwake yule. Ili Mungu akuridhie lazima yule akuridhie. Sasa huyu mzazi lakini hana maadili. Yeye huyu ili akuridhie huenda ikawa akataka kuna mambo yafanye. Mambo hayo Mungu hayataki. Mungu hayapendi. Lakini huyu mzazi akataka mwanae uyafanye mambo hayo. Na vile vile kwamba ukiawacha huenda usipate radhi za Mungu. Mfano mzazi akataka mwanangu, mimi napenda wewe unywe pombe ulewe. Sawa, mzazi anaona raha. Sasa ukifanya mzazi atafurahi. Si ndio? Ndio. Lakini si dhambi ile kubwa tu. Sasa si kumfurahisha mzazi. Kupata radhi za mzazi au kumridhisha mzazi si kumfurahisha, kufanya mambo ambayo yeye anayapenda. Ni kuyafanya mambo ambayo Mungu anayapenda kwa mzazi wako. Ndio kupata radhi za mzazi. Paeleweke hapo. Okay. Sawa sawa inawezekana kuna mambo mzazi wako anayataka, lakini mambo hayo kwako ni hatari. Sawa? Tena hatari yake ni kubwa mno. Kuna wazazi wanawataka watoto wao wafanye ushirikina na kadhalika. Sasa je, mzazi huyu kwangu ndio pepo na ndio amebeba radhi za Mungu, nifanye ushirikina? Hapana. Kinachohitajika ni mtu kuyafanya ambayo Mungu anayataka mtu ayafanye kwa mzazi wake. Wema. Umfanyie wema mzazi wako. Tena umfanyie wema kulingana na hali yake, sio na hali yako. Kulingana na hali yake mzazi. Hilo ndo jambo la kwanza kubwa. Na mtu ambaye atakayafanya yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka kwa mzazi, dunia yake hii itakuwa rahisi, nyepesi, na akhera yake pia. Iwe ni elimu, iwe ni masala ya kiucha Mungu, iwe ni chochote, lazima mzazi aridhie kwanza. Lakini ikiwa kama mzazi atakuwa na machukivu na wewe, huwezi ukapata chochote. Hata kama utakuwa na hela vipi, lakini hela zako zitakuwa ni adhabu kwako, hazitakuwa ni raha kwako. Hata kama uwe na elimu vipi, elimu yako haitokuwa na manufaa kwa watu. Itakurudia wewe mwenyewe, itakupiga elimu yako kama hauna radhi za mzazi. Hata kama uwe na cheo vipi, cheo chako kitakuwa ni adhabu kwako. Kuna watu vyeo vinawatesa. Mtu ana cheo lakini hana raha ya kile cheo alichokuwa nacho, lakini wengine wana raha na vyeo vyao. Angalia mzazi wako, unayafanya ile Mungu anayotaka wewe uyafanye kwake? Unamfanyia mzazi wako wema? Unamfanyia mzazi wako wema? Na kumfanyia wema mzazi, mtu anaweza akaona ni jambo rahisi. Kumfanya mzazi akaona kwamba sasa mimi nimetosheka kwa kila ambacho huyu mtoto mimi kanifanyia. Sawa sawa. Yule mzazi kwa kuridhia na kuridhika kwa hilo au kwa lile, basi Mwenyezi Mungu naye anaridhika na wewe na anakuridhia na wewe. Hata ibada
uwe utakavyokuwa. Na hili mimi nimekuja kuligundua Januari. Kuna watu pia vile wanafanya dua sana, lakini dua hazikubaliki. Ila sababu kubwa ni wazazi. Wazazi wana vishonde na wao. Wazazi hawana radhi na wao. Hakuna dua utakayoifanya dua hiyo Mungu ataikubali, kwa sababu huna radhi za Mungu wewe. Lakini ikiwa kama utakuwa na radhi za wazazi, manake una radhi za Mungu, hakuna utakachokifanya usifanikiwe. Mzazi anaweza kafurahi na wewe, mwanangu mashallah ana gari, kanileta 10,000, lakini huna radhi naye ama huna radhi zake, kwa kuwa umefanya kitu kuendana na wewe, sio na yeye. Mfano hai Januari, mama ni mgonjwa, sawa, anahitaji kuuguzwa. Wewe unapeleka fedha, hutopata radhi zake. Fedha itamsaidia, lakini hahitaji fedha kulingana na hali yake. Anakutaka wewe umuuguze mzazi wako. Yeye ulipokuwa we mdogo hakutoa fedha mtu akuhudumie, alihangaika na wewe kwa fedha yake. Lakini sisi muda haututoshi, majukumu ni mengi. Kwa mzazi unampa fedha akajihangaikia yeye mwenyewe, atafurahi kwa fedha uliompa, lakini hutopata radhi zake, kuliko na yule ambaye atamchukua mama yake, mama twende hospitali, akaenda reception, akatoka pale akafanya nini, akafanya mama akatulia tu. Huyu utapata radhi za mzazi wake, utapata radhi za mzazi wako, huyu atapata radhi, kwa sababu kafanya kitu kinachoendana na mzazi wake alivyo, si na yeye. Kuna vitu tumevipa kipaumbele katika maisha yetu, wazazi tumewarudisha nyuma. Wako watu kweli kabisa, mtu anakuambia hakika, na kuna watu wanakaa mpaka miaka mtu hajamuona mama yake, na yuko hai mama yake, mpaka mwaka hajamuona baba yake. Wallahi utahangaika katika hii dunia, utasafa mashariki na magharibi, hutofanikiwa, hutofanikiwa. Labda sasa iwe ni jambo kubwa limekufika, labda mtu kafungwa, lakini una kila sababu, ila dunia imekushughulisha tu. Mama napambana, subiri nikipata nitakuja tu. Aise, utapambana kweli kweli sana, hutofanikiwa. Ulipokuwa mdogo, mama yako akiondoka, unakuwa na hali gani? Raha yako awepo mama, umuone. Na akirudi ulikuwa na hali gani? Furaha sana. Ukimwona mama yupo kule anatokea, kumkimbilia kabisa. Wewe mama yako leo umemwacha. Haja kuona mtoto wake muda mrefu. Ye hana moyo. Hana moyo. Anao. Mama kabaki anaumia tu. Mimi na watoto 4. Lakini huyo mmoja huyo. Kweli unamtumia fedha, lakini hupati radhi zake. Maisha yako hayawezi yakawa sawa. Ili tuweze kupata radhi za wazazi, lazima tuwafanyie ihsani ile ambayo inaendana na hali zao. Mwangalie baba yako, ni tajiri mwenzio, sawa? Ni tajiri mwenzio, anayo fedha, lakini hakika baba yako akikuona ukampa faraja ya maneno, akaitumia akili yako kwenye mambo yake, yani yeye akakupa maisha yake,
akaona nina nguzo katika maisha yangu, ni mwanangu fulani, atakuridhia hata asiposema kwa mdomo nimekuridhia. Lakini Mwenyezi Mungu ameona ulichokifanya juu ya baba yako, na tunatakiwa tufanye wema kwa wazazi wetu kile kiasi cha mwisho cha wema wetu kuliko kwa mtu mwingine yoyote. Leo utaona mtu akimkosea mke wake ataomba kila aina ya msamaha, au akimkosea mume wake kila aina, lakini akimkosea mzazi wake msamaha kidogo tu, wewe nawe mama ushaanza ili tu na wewe Mama yake akimkosea, mama yake ikiwa analeta ugumu kumsamehe mtoto wake, mtoto, mama tayari ushaanza tena hapo, wewe utoacha kusema, utasema mpaka kina shangazi watajua, una mdomo wewe mama. Akikata simu, mama hata ushamtumia 10,000 naye basi kesi shaisha hii. Uwezo ukapata radhi za Mwenyezi Mungu. Ili baya sana hili. Mume wako akikukosea, au mke, utaenda na zawadi, utaenda na nini, atajinunisha hapo, wewe basi na wewe tena, wewe Makonde lakini utakuwa Muhindi siku hiyo. Mmekosa maua tu mkakimbizane kwenye maua, lakini utakuwa Muhindi siku hiyo mpaka yule binti afurahi, akusamehe. Lakini mzazi wako ukasirikia, astaghfirulazim, shavuruga kwa bi mkubwa huko. Sasa mama, naomba bwana, mimi nimeteleza, unajua tena utu uzima huu, kibenda kimerudi, lakini tena uenda mama watu wanajua huyu mtoto mimi ndo anigia riski hapa, nikimkasirisha, haya mwanangu hamna shida. Tena mwingine anaweza kumwambia mama, uenda akaona kosa mwanae kamkosa sehemu fulani, mama mimi nishakufanya kila kitu mama mimi nimekufanya hiki, lakini bado huoni hili dogo tu ndio la kunituhumu na kufanya hivi. Tunawaadhibu kwanza pia vile wengine wazazi wetu kwa vile Mungu alivyotupa. Kuna mtu anamtumikisha mzazi wake kwa ile mali yake, na mzazi mwingine, kuna mzazi anampenda mtoto kwa ajili ya ile mali yake, lakini si moyoni. Sasa hapa kwa kuwa huyu anacho sawa, lakini moyoni kwake haupo. Utamjengea, utamfanya, lakini haupo. Nukta yangu leo ilikuwa ndogo sana, ni hiyo. Unaitaka dunia hii, jitahidi upate radhi za mzazi wako. Unaitaka hii akhera, jitahidi upate radhi za mzazi wako. Huwezi ukaingia akhera peponi kama hauna radhi za mzazi wako. Huwezi kabulini ukapita salama kama hauna radhi za mzazi wako. Hii dunia huwezi ukapita salama kama hauna radhi za mzazi wako. Tunavyoona hivi, kuna watu watembea wanazunguruka, wengine wanalana. Mzazi sio mpaka kwambie na kupalana. Mambo unayomfanyia mzazi wako inatosha peke yake kuwa ni laana kwako. Huna ibada utakayofanya wewe, hacha kuinuka na kuinama, ni bure. Huna tasbihi utakayoifanya wewe ukafanikiwa, wala dua utakayoiomba ikafanikiwa, kama hauna radhi za mzazi wako. Kama mama yako unamchukiza, anachuki, yani mama yako anakosa liko hapa moyoni mwake juu yako, utafanya nini? Utafanya nini shekhe? Baba anasononeko, niambie nini utafanya? Tena kuna wengine wanakuwa na njama, baba au mama na watoto wanamkandamiza baba. Yule baba yule mwanaume yule, mama wewe ndo mwanamke wewe, kwa hiyo mimi nakuangalia wewe, yule mwache yule. Yule ukimpa yule atapita kwa vinani vyake huko. Hiyo sio jukumu lako. Wewe mpe yeye. Akienda kukunwa ndevu sawa, si ndio raha yake? Ila jukumu lako umetimiza. Ushalitekeleza.
Wengi wanafanya kabisa hivyo. Mzee akishazeeka tena anawekwa huku. Anaangaliwa bi mkubwa. Viela bi mkubwa. Nini bi mkubwa. Nini bi mkubwa. Ila yote inatumwa nyumbani na pita kwa bi mkubwa. Wakati huyo bi mkubwa huyo ambaye kila ambacho hela katoa kwa nani? Kwa mzee. Lakini Januari tuna kazi. Jiandalie mazingira bwana. Ukija kuzeeka utawekwa huku. Vi200 sio utavisikia. Aya we. Hey. Tena sisi tuliokuwa sasa hivi sasa ndio watoto hali hii. Hao wanaokuja mtihani. Muda huo tena akili ishagoma, utakaviugoro vya kutesti akili ila ugoro upati. Waenda kuwa mchawi tu uloge watu wafe. Kwa wazazi wengine mzee anakuja tu nimtoe kafara mtoto mshezi mtoto. Mtoto huyu bure huyu bwana nimtoe kafara vipi nikapate mali. Mtoto humlei mzazi. Mtoto umemsusa mzazi. Mtoto mzazi afanye nini? Tuwe makini sana hili. Kweli. Sana. Linatutia katika mitihani sana. Mitihani kweli kweli. Linatutia katika mitihani sana. Hata uwe mcha Mungu kiasi gani, kama hauna radhi za Mungu, wallahi utakufa vibaya. Na radhi za Mungu zipo kwenye radhi za wazazi. Lazima uwe na radhi za wazazi. Nazi haishindani na jiwe. Maji hayapandi mlima. Uwe na nguvu kiasi gani, kwa mama wewe ni mtoto. Mtoto kwa mama hakui. Kwa baba wewe ni mtoto. Hivyo hivyo. Hata uwe na fedha kiasi gani, usione haya kwenda kwa mama yako ukapiga goti chini kama ulivyo kwa mtoto. Mbele ya rais wewe ukunji 4. Lakini mbele ya mama yako unaitwandika kabisa 4 pap. Kama mama hapa sasa mama. Yani unamheshimu bosi wako kuliko unavyomheshimu mzazi wako. Siwe bosi kile tu pap. Hey na boss. Hey. Lakini si mama ikiita pura unaimute kwanza pap. Then nikimaliza hapa nitaipokea. Naeka pembeni bwana. Mama vipi? Hela imeisha? Anakuambia mama kwa ataka hela nani? Haya ndio yanayotutia katika mitihani. Na wengine tunajiroga wenyewe. Laana za wazazi ni uchawi mbaya. Kuna watu wana maradhi ni laana za wazazi wao. Wallahi nawaambia jamani, tusiwachukize hawa wazazi, ndio dunia yetu hii. Si uongo. Si visa vipo, Alqama alishindwa kutoa kalima tauhidi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Alikuwa ni tajiri, ni sahaba wa Mtume, lakini alishindwa kutoa shahada mpaka mama yake alipokuja kumridhia. Viko visa vingi. Hata katika masomo ya kitasawufi kuna pahali huwezi kuvuka mpaka upate, yani mzazi yule kuna mambo kufanyie. Jitahidi uende kwa mzazi, baba kuone, mama kuone, na utajiri wako uko pale kwa mama, unafanya usafi, unafagia walchini wako kuone kwamba huyu na alivyo hivi na cheo chake, lakini anamfanyia hivi mama yake. Mashaallah, na wao watajifunza. Lakini wewe cheo kinakuvaa mpaka kwa mama, ucha Mungu unakuvaa mpaka kwa wazazi, uwezi ukapata radhi za Mungu. Maisha yako ya dunia hayawezi akawa mazuri hata kidogo. Tujitahidi sana kuwaridhisha wazazi wetu ili tupate radhi za Mungu. Kama mtu una mzazi, nenda funga safari, kamwambie mzazi wako, mama, baba, kama kuna pahali nimekukosea popote, beba zawadi zako.
chukua vitenge, makanga, manini, nenda kwa mzazi wako, tafutie koti zuri. Sio koti la 30,000, ipinde, kanunue koti zuri. Ingia zako Karume. Kama ni mzee akienda kwenye vijumba vyake vidogo huko, aulize, leo vipi leo? Naye ajinadi kule. Kanzu mujarabu. Sio unaenda kununua kanzu nzuri unaingia Karume. Nenda kanunue kanzu nzuri. Nenda kwa baba yako, kanunue vitenge, mfate mama yako vizuri, pole. Ukifika mpe zawadi, mchumu mama yako, baba yako, kaa pale, fanya shughuli za pale siku 2. Alafu mwite mama, muombe, mzungumze, mkae. Kaa naye chini mzazi wako, ongea naye. Mama, mimi tangu nakuwa mpaka leo ni binadamu. Mama, nimekukosea mengi, au baba, nimekukosea mengi. Nimekuja, lengo la kuja ni kutaka baraka zako na radhi zako, kukuomba msamaha. Nilipokukosea popote mzazi wangu, naomba unisamehe, nipate radhi zako. Unamwambia nani? Mzazi wako. Mzazi wako. Fanya hivyo kokote. Wallahi, kama una magumu katika maisha, ukilifanya hili, kama uko kijijini, ukirudi mambo yamenyoka. Mujarrab. Na kama uko naye hapo nyumbani, mwambie mzazi wako kutemee mate utosini mara 3. Upate mate ya baba, upate mate ya mama. Hapa. Anazungumza ya kwa Mungu, Mwenyezi Mungu wako. Mwenyezi Mungu. Yana siri kubwa sana. Nenda. Na ukiondoka kama wale wazee mwajua mchele. Nenda na baraka za wewe, acha basi hara yako wewe. Acha kabisa. Au unapakwa unga hapa. Pakwa unga na mzazi. Jamani, hivi vitu asili. Wewe hujajileta duniani, umeletwa na baba na mama. Ndio wenye dunia yako. Dunia yako haiko mikononi mwako. Ndio maana wazee wa zamani, mtoto akiwa sikii, wazazi wanakaa hivi, baba fulani au mama fulani, huyu mtoto hujamchukia moyoni, kama akakukosea msamehe. Au mtoto akiwa eleweki, wazee wanaofuata wale wazazi, jamani, mtoto wenu vipi? Muangalieni, kama kuna pali kateleza msameheni, afungukiwe. Ndugu zangu, ujumbe wangu mimi leo ulikuwa ni huo. Hala na wazazi. Nazi haishindani na jiwe. Turudini kwa wazazi wetu, tukapate radhi zao. Tuwafanyieni wazazi wetu ihsani, wema unaoendana na hali zao, si hali zetu. Tusibakie kwenye fedha tu, ukamhudumia mzazi kifedha. Mhudumie mzazi kwa maneno matamu mazuri. Vuta subra kwa atakayokuambia mzazi wako. Kama unaitaka dunia yako, kama unaitaka akhera yako, na unamtaka Mwenyezi Mungu, yafanya haya. Usimwambie mzazi wako maneno mabaya. Mnunulie mzazi wako vitu. Mpe vitu ambavyo wewe unavipenda mzazi wako. Wakati mwinginewe umenunua gari jipya unalipenda. Sasa upime moyo wako. Sema hii gari naenda kumpeleka, naenda kumpa mama. Atakavyofanya yeye mwenyewe atajua. Gari simenunua naipenda mimi, sasa hii nampa mama. Niache nitembee kwa miguu. Sasa mama yako alikupa vitu anavyovipenda yeye, wewe ukiwa mdogo. Ili tupate radhi zao. Na tukipata radhi zao, tumepata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuafikishe katika khairi. Amin. Ajalie hili liwe ni lenye manufaa kwetu. Amin. Na Mwenyezi Mungu atuhurumie, asituadhibu baada ya hili. Amin. Atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao wenye kusikia na wenye kuyafanyia kazi. Amin. Kwa hayo machache niliyosema nimalize. Sema ila unata
wa assalamu alaikum wa afu minkum wa mikuna. Mimi nimemaliza Januari. Naam. Al-kamalu lillah. Al-kamalu lillah. Tayyib. Naam. Shukran sana. Nashukuru pia Januari. Asante. Sawa. Watazamaji wa Jawabu TV, mpaka kufikia hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki hapa, lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa vipindi vingine. Kwa hiyo hakikisha una subscribe, lakini pia waambie ndugu jamaa na marafiki kwamba kupitia Jawabu TV ndio sehemu pekee ambao wanaweza kupata mambo kama haya. Kwa hiyo share pia haya madarasa kwa watu tofauti inao yawafikie na wapate kuelimika. Cha mwisho kabisa, kwa wale ambao wanahitaji kujiunga na grupu, kuna maelezo tutaweka hapo chini kwenye description. Kwa hiyo mtachukua namba then mtatutumia WhatsApp. WhatsApp inakuwa rahisi zaidi kupiga na kutuma nomo. Wewe sema tu mimi fulani nataka uniunge kwenye grupu kwa njia ya WhatsApp. Tutakuwa taratibu na kila kitu kitakuwa kizuri sana. Hiyo nilikuwa ni taarifa pia kuwafikishia kwa wale wote ambao wanataka kujiunga. Cha muhimu zaidi, share madarasa haya kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao wapate hii faida. Mwenyezi Mungu yote Jawabu TV. Fumbuza mambo ya kiroho. Mwenyezi Mungu atufungue. Shukrani. Asante, shukrani.